na aliyeoana au mwanandoa wako wewe mwenyewe, popote pale ulipo katika muonekano huo wa sura ya uzao, ni huyo aliyezaliwa au aliyezaa, ikimaanisha huyo aliyezaa au aliyezaliwa ndiye aliye mwanandoa wako wewe, popote pale ulipo katika sura hiyo ya muonekano wa uzao. Na hili ni pumziko kutoka kwa Pastor Andegunyo, linazungumza kuhusu ndoa sehemu ya 16. Bila shaka mwanandoa wako wewe, popote pale ulipo katika sura hiyo yako ya muonekano wako huu wa uzao, ni yule yoyote aliyezaliwa au aliyezaa kwa jina lolote, ikimaanisha yule yoyote aliyezaa au aliyezaliwa, pasipo kujalisha jina lake, jinsia yake, sirika yake, taifa lake, dini yake, dhehebu lake, muonekano wake au vyovyote vile, bali yoyote yule katika jinsi na jina lolote lile, kwa kuzaliwa au kwa kuzaa, huyo ndiye aliye mwanandoa wako wewe mwenyewe, popote pale ulipo katika jinsi ya sura ya muonekano wako huu wa uzao. Na kufanya chochote yoyote yule katika jina na jinsi ya kuonekana kwake, ndiye aliye mwanandoa wako, ndiye aliye wa ndoa yako wewe katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako wewe uliye na sura ya uzao. Ndio, chochote yoyote katika jinsi na jina lake, kwa kuzaa au kuzaliwa, ndiye aliye mwanandoa wako wewe mwenyewe, hapo popote ulipo katika jinsi ya sura ya muonekano wako huu ulionao wa uzao. Chochote yoyote yule kwa kuzaliwa au kwa kuzaa, ndiye aliye oana au aliye mwanandoa wako wewe mwenyewe, popote pale ulipo katika jinsi hiyo hiyo ulivyo, kwa kuonekana kwako huko katika sura hiyo ya uzao ulionao.
kwa kuwa sura ya uzao ni jinsi hivyo muonekano wako huu unavyoonekana, ikimaanisha kwamba muonekano ulio nao katika jinsi hiyo ulivyo, kwa jinsi na jina lake, ndio sura ya uzao. Na kufanya yoyote aliyezaliwa au aliyezaa kuwa ndiye aliye oana au mwanandoa wako wewe mwenyewe, uliye katika muonekano wa sura hiyo ulionayo hapo hapo katika kila jinsi na kila jina la kuitwa kwako. Kwa hiyo upo unaishi na mwanandoa wako. Kwa kuwa chochote kile katika kila jinsi na kwa kuonekana kwake ndicho kilicho mwanandoa wako wewe, ndiye aliye mwanandoa wako wewe kwa jinsi na jina la kuitwa kwake. Ni fedha hiyo katika jinsi na jina lake kwa kuzaliwa au kwa kuzaa, ndiyo iliyo mwanandoa wako, ndiyo iliyo oana na wewe, na ndio maana ipo na wewe, kwa kuwa ni mwanandoa wako wewe. Ni mali hiyo, ni mume huyo, ni mke huyo, ni mtoto huyo, ni mzazi huyo, ni baba, ni mama, ni dini, ni dhehebu, ni taifa, ni chochote, ni wanyama, ni mimea, ni anga, ni moto, ni muujiza, ni uponyaji, ni chochote katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake, kwa kuzaa au kuzaliwa, ndicho kilicho cha kufanana au mwanandoa wako wewe, popote pale ulipo, katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako wewe mwenyewe, ikimaanisha hicho ulichokishika, chochote kilicho kuzunguka kipo hapo, kwa kuwa kimeoana na wewe, kina ndoa na wewe, ikimaanisha ni mwanandoa wako wewe uliye uzao, wewe hapo katika jinsi na kila jina la kuitwa kwako, ambayo ni sura ya uzao, na kufanya ulimwengu wote kwa jinsi na jina la kuitwa kwake, katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake,
ndio ulio mwanandoa wako wewe, ndio iliyo oana na wewe katika jinsi hivyo ulivyo kwa kuonekana kwako. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu ndoa sehemu ya 16. Ni raha kuishi na mwanandoa wako. Ni raha kuishi na uliye oana naye au mliofanana. Ni pumziko, ni raha kuishi wote, kuishi pamoja na uliye fanana au uliye oana naye. Kwa neno moja, ni raha sana wewe uliye ndoa kuishi na mwanandoa wako. Mume kuishi na mke, mke kuishi na mume, mzazi kuishi na mtoto, mtoto kuishi na mzazi, chochote kuishi kwa jina la kufaana kwake. Na ndio maana nimekwambia hapa ulipo, ni nani aliye mwanandoa wako? Ni nani aliye oana na wewe katika jinsi hiyo na kila jina la kuitwa kwako? Ni mume, yupo mke. Ni utajiri wa fedha, ipo fedha. Ni wewe, yupo yule. Na kufanya na aliye wa ndoa yako wewe mwenyewe katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako ni yule aliyezaliwa au aliyezaa katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Na kufanya popote pale ulipo, upo pamoja na mwanandoa wako. Kwenye nyumba hiyo unaishi na mwanandoa wako kwa jina husika. Wewe mtoto, mwanandoa wako ni huyo mzazi. Wewe mke, mwanandoa wako ni huyo mume. Wewe popote pale ulipo katika jinsi na jina la dini yako, mwanandoa wako wewe ni hiyo dini. Na kufanya popote pale pasipo kujalisha uko wapi, ni kuishi katika ndoa ya pumziko. Ni wewe uliye katika muonekano wa sura hiyo ya uzao kuishi
kutawala kwa pumziko au raha. Ikimaanisha muonekano wako huu, jinsi vyovyote ulivyo, kwa kila kitu unachokifanya, kwa kila jinsi na jina lake, kuwa katika raha, yani pumziko au utawala. Kwa kuwa jinsi vyovyote vile, katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako, tayari kinaye aliyeoana nacho, unaye aliyeoana na wewe. Ikimaanisha unaye aliye mwanandoa wako wewe, yani sura hiyo ulionayo, jinsi hivyo ulivyo. Mara moja tu umekuwa mwanamke, tayari mwanamume unayo, tayari mwanamume unaye. Mara moja tu umekuwa mwanamume, tayari mwanamke yupo. Ikimaanisha mwanandoa katika jinsi na jina husika kwa kuitwa kwako yuko. Mara moja tu umekuwa familia, tayari wa kuoana na wewe uliye familia tayari yupo. Mwanandoa wako yupo kwa kuzaliwa kwake au kwa kuzaa kwake. Ikimaanisha kwamba yoyote yule aliyezaa au aliyezaliwa kwa jina lolote na jinsi yake yoyote kwa kuitwa kwake, ndiye aliyeoana au aliyefanana au aliye mwanandoa wako wewe katika jinsi hiyo na kila jina kwa kuitwa kwako. Ndio maana ulipo ni wewe unaitwa mtoto, ni wewe unaitwa mwenye moyo, ni wewe unaitwa figo, ni wewe unaitwa upendo, ni wewe unaitwa msamaha, ni wewe unaitwa ukombozi, ni wewe unaitwa huruma, ni wewe unaitwa babu, ni wewe unaitwa bibi, ni wewe unaitwa wa taifa, ni wewe unaitwa wadhehebu, ni wewe unaitwa dini, ni wewe unaitwa katika kila jinsi ya jina la kuitwa kwako. Na ndio maana imekuwa chochote kilichozaliwa au chochote kilichozaa kuwa ndio kilichooana na wewe. Ikimaanisha kilicho na ndoa au mwanandoa wako wewe katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake, na kufanya hapo ulipo kuwa unaishi na mwanandoa wako. Unaishi na aliyeoana na wewe pasipo kujalisha huyo aliyekuzunguka jina lake nani. Chochote kilichokuzunguka silika yake ni ipi? Chochote kilichokuzunguka au kilichopo
kinaonekana vipi? Unawaza nini? Ni fikra ipi? Bali kila chochote kilichopo katika kila jinsi na jina, kwa kuzaliwa au kwa kuzaa kwake, ndicho kilicho, ndiyo aliye mwanandoa au aliyeoana na wewe mwenyewe katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako, popote pale ulipo. Ni mume huyo, ni mke huyo, ni mzazi huyo, ni yoyote yule, hivyo hivyo alivyo, jinsi hivyo hivyo ulivyo, jinsi vivyo hivyo kilivyo, ndiye aliye mwanandoa wako wewe, ndiye aliye fanana au aliyeoana na wewe. Ndiyo maana yuko hapo, na raha ni kuoana huko, na pumziko ni kuoana huko, yani kuketi pamoja. Na pumziko la ndoa yako ni kuoana huko, ikimaanisha kwamba kuketi pamoja, kuishi pamoja, na kwa jinsi hivyo ulivyo ndiyo raha ya ndoa, kwa kuwa unaishi pamoja na chochote au hicho kilichokuzunguka katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake, ikimaanisha hapo ulipo katika jinsi ya kuonekana kwako, na yoyote yule aliyopo kwa jina la kuitwa kwake, ambaye ndiye mwanandoa wako, hapo ulipo ndio unaishi pumziko, yani raha ya uwepo wako na huyo aliye mwanandoa wako wewe mwenyewe katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako, popote pale ulipo. Ndio, haijalishi sasa hivi ni nini kimekuzunguka, haijalishi sasa hivi ni nini uko nacho, haijalishi sasa hivi ni nini kiko na wewe. Ni mume, ni vita, ni amani, ni ugonjwa, ni kifo, ni vyovyote, ni umaskini, ni utajiri, ni wanyama, ni mifugo, ni moto, ni chochote kile, kwa jinsi yoyote ile, popote pale ulipo, kwa kuwa nacho, kwa kukuzunguka, iwe ni fikra, iwe ni mawazo, iwe ni ndoto, iwe ni njozi, iwe unasikia, iwe ni kuona, iwe ni vyovyote, katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake, haijalishi, bali chochote kile ambacho kimezaliwa, kikiwa kimezaliwa au kimezaa hapo ulipo, kiwe kimezaliwa kwa kusikia, kiwe kimezaliwa kwa kuona,
kiwe kimezaa kwa kutoa, kiwe kimefanya vyovyote vile katika jinsi ya muonekano wote ule, bali vyovyote vile katika jinsi yoyote ile, kwa kuzaliwa au kwa kuzaa, huyo, hicho ndicho kilicho, ndiye aliye mwanandoa wako wewe mwenyewe. Ndiye aliye mwanandoa wako wewe mwenyewe. Ndiye aliye oana na wewe mwenyewe. Ikimaanisha, na kwa kuwa ameoana na wewe mwenyewe, ndiye aliye mwanandoa wako wewe mwenyewe, chochote kile chenyewe kwa kukuzunguka kwako wewe ndicho kilicho, au hapo ulipo ndio unaishi pumziko. Kwa kuishi wewe na mwanandoa wako, ikimaanisha yoyote chochote kilichokuzunguka katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake, ndio inaitwa pumziko. Kwamba ulipo unaishi raha, unaishi pumziko, unaishi mapenzi, yani unatawala. Ndio naongea na wewe kuhusu ndoa yako, yani mwanandoa wako wewe, aliye mwanandoa wako wewe mwenyewe. Na hapa ninazungumza kwamba mwanandoa wako wewe mwenyewe, kwa kuwa hakuna aliye wewe mwingine na kusema huyo ni mwanandoa wenu. Mwanandoa wako wewe mwenyewe. Basi leo hii ninaishia sehemu hii ya 16. Usikose wiki ijayo sehemu ya 17 inayohusu ndoa. Pia tazama mafundisho haya katika mtandao wa YouTube kwa jina la Pumziko au Pumziko Moja. Basi popote pale ulipo katika ndoa, ninakupatia pumziko la ndoa yako, pumziko la ndoa yako kwa yoyote aliye mwanandoa yako, pumziko la ndoa ya utajiri wako, pumziko la ndoa la mafanikio yako, pumziko la ndoa la uponyaji wako, pumziko la ndoa la muujiza wako. Pokea pumziko la ndoa yako, ndoa ya muujiza wako, ndoa ya uponyaji wako, ndoa ya mume huyo, ndoa ya mke huyo, ndoa ya watoto hao, ndoa ya mzazi huyo, ndoa ya ujenzi, ndoa ya taifa, ndoa ya dini, ndoa katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Pokea pumziko la ndoa hiyo. Na popote ulipo katika ndoa hiyo, ya jinsi ya uwepo wako, pumziko hili lipo pamoja na wewe hapo ulipo. Nimeliachilia hapo na liko